Habari za wakati huu, mtazamaji wa Domeko TV, ifuatayo ni taarifa ya habari ikisomwa nami Salha Masudi. Awali ya yote tuanze na muhtasari wake. Wanafunzi wa chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma Domeko wametakiwa kutekeleza majukumu yao, kuachana na malalamiko ya mfumo wa masomo kwa vitendo kubadilishwa. Kimataifa, Papa Leo wa 14 kutembelea msikiti wa 3 kwa ukubwa wa duniani baada ya ule wa Maka na Madina. Na kwenye michezo, ligi kuu ya Tanzania bara kuendelea tena wiki hii. Habari kamili. Mkuu wa chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma Domeko, Kelvin Mwaksare, amewataka wanafunzi kuwajibika katika majukumu yao na kuondokana na malalamiko ya mafunzo kwa masomo kwa vitendo. Tuungane naye Sitra Ali kwa undani wa taarifa hii. Ameyasema hayo wakati akizungumza na wanafunzi katika kikao kilichofanyika kwenye mazingira ya chuo hicho, kwa kusema wanafunzi wote wanatakiwa kufuata mfumo uliowekwa sasa, huku uongozi wa chuo ukifuatilia mfumo mpya. Lazima upe muda kwenye kufanyia tathmini. Je, mmeachieve? Kwa sababu kama sisi tuliona mfumo wa zamani hautusaidii, tukaamua kuleta mpya. Tumetumia siku mbili tu, yaani Jumatano, Alhamisi na Ijumaa, siku hizo 3. Leo tubadilishe. Bado hatujamesha. Bado hatujamesha, na kwa sababu tunaelekea mwishoni, tutaweza tukamesha kwa semester. Tuone semester hii inaishaje. Kwa hiyo just accept, pokea, fanya. Changamoto haziwezi kutokuwepo. Hata ile ya zamani ilikuwa na changamoto kulikuwa tena ile tu usiseme ile ya kila mwisho Ijumaa tunakutana. Nyinyi ni mashahidi wa roho zenu na nafsi zenu. Vipindi mlikuwa mnafanya siku Alhamisi. Tena sio tunakimbizana kwa kweli nginja. Lakini Jumatatu watu wamelala. Lakini hii ya kila siku, tena uzuri kila siku kuna watu wawili kila darasa. Ni watu wawili tu. Kila darasa kuna watu wawili. Kwa kule hakuna ushikaji. Domeko TV haikuwa mbali katika kuwashirikisha wanafunzi wa chuo hicho, kwani na wao walikuwa na haya ya kusema. Endelea hivi, kozi utakufanya sisi kama wanafunzi tuwe wabobevu kwenye vitu tofauti, mfano labda kwenye kuripoti, kwenye kusoma habari, lakini kwenye vitu kama kuedit. Kwa hiyo unaweza ukabobea kwenye sekta mbalimbali kuliko kwa mfumo wa kwanza labda ungebobea kwenye sekta moja. Practicals zinaanza saa 4, practicals zinaanza saa 12 ambao ni vipindi vya asubuhi mpaka saa 4 masomo, kuanzia saa 8 mpaka saa 12 practical tena. Ambapo watu watajua kwamba wataenda kuchukua vipindi vya radio, TV na watakofanya magazeti, wanaenda cover story, wanafanya afu siku ya Ijumaa ndio tunafanya uwasilishaji wa kazi zote, TV, radio na magazeti. Lakini kwa mfumo wa TV kwa siku moja, lakini naona kama ni ngumu kidogo, sababu sasa hivi walimu wanataka wakimbize syllabus wamalize mapema. Na hapo pia tunaanza kazi za practical. Kwa hiyo inakuwa ngumu kidogo tu sisi wanafunzi. Kwa sababu gani? Mtu anafikiria masomo, hapo kapewa assignment na walimu. Hapo pia anatakiwa amalize kazi zake. Ndio hata kama ni ndani ya siku moja. Mfumo wa masomo ya vitendo umekuwa ukibadilika mara kwa mara, lakini bado ni changamoto kwa wanafunzi. Kutoka hapa Dodoma Media College, ni mimi Sitra Ali wa Domeko TV. Asante Sitra Ali kwa undani wa taarifa hii. Baraza la Maaskofu Tanzania TEC limetangaza kifo cha Askofu Bernard Mfumbusa. Kwa undani wa taarifa hiyo tuungane na Karoli Alfred. Taarifa hiyo ya kifo cha Mfumbusa imetolewa na Katibu Mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Padri Dr. Charles Kitima, kilichotokea Aprili 14, 2026 majira ya saa 11:45 asubuhi katika hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma alipokuwa akipatiwa matibabu ya dharura. Mwadhama Kardinali, washamu maaskofu wakuu, washamu maaskofu, waumini wote wa Kanisa Katoliki, wapendwa wanajamii wa Tanzania, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania asubuhi ya leo limepokea taarifa za masikitiko makubwa ya kuondokewa na mpendwa wao Baba Askofu Bernard Mfumbusa
askofu wa jimbo la Kondoa ambaye amefariki akiwa katika hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma alipokuwa akipatiwa matibabu mnamo saa 11:45 alfajiri asubuhi ya leo. Ni tukio la ghafla kwa sababu ni kweli alikuwa anapata matibabu ila kuanzia jana alipata tatizo la wanaita cardiac arrest asubuhi, na hiyo ndio ikapelekea hali yake kutokuwa nzuri, na akiwa uaskofuni kwake Kondoa akamkimbiza kwenye hospitali ya Benjamin Mkapa, ambako pia usiku walipomfikisha baadaye tena akapata cardiac arrest nyingine. Matibabu ya mwanzo yalionyesha matumaini, lakini ilipofika jana usiku hali ilizidi kuwa tete, na hata hiyo muda ukafika akawa ametuacha. Askofu Mfumbusa alizaliwa Aprili 1 mwaka 1962 wilayani Kondoa na alipadrishwa Juni 14 mwaka 1992. Mwaka 2011 aliteuliwa na Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 kuwa askofu wa kwanza wa jimbo la Katoliki Kondoa, jimbo ambalo lilianzishwa katika mwaka huo. Karoli Alfredi, Domeko News. Taarifa yake Karoli Alfredi inatutamatishia taarifa za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea habari za kimataifa. Hii ndiyo sehemu pekee unayoweza kutimiza ndoto za maisha yako. Najua unajiuliza hapa ni wapi? Hapa ni Dodoma Media College, chuo bora nchini Tanzania. Kinakutangazia nafasi za masomo katika ngazi ya certificate na diploma. Kozi zitolewazo ni pamoja na journalism and mass communication, nursery teaching na full secretarial course. Chuo kina walimu wa kutosha waliobobea katika utoaji wa elimu bora. Pia chuo kinatoa kozi za muda mfupi ikiwemo video production, radio and TV broadcasting, graphics design, kozi ya kompyuta pamoja na full DJ course. Vitendea kazi vya kutosha kulingana na kozi husika vipo chuoni, na chuo huwatafutia wanafunzi sehemu za kufanya field, na ukifanya vizuri utatafutiwa kazi. Chuo kinapatikana jijini Dodoma karibu na roundabout ya Bahi Road. Kwa mawasiliano piga simu nambari 0719545301 au 0759154405. Chuo kimesajiliwa na NACTIVATE na kinatambuliwa na Baraza la Habari Tanzania. Wote mnakaribishwa. Sasa tuungane na Yasinta Robert kwa habari za kimataifa. Papa aingia msikitini Algeria, avua viatu na kuacha dunia ikitafakari. Katika tukio lilovuta hisia za wengi duniani, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Leo wa 14 ameandika historia kwamba kwa kuingia ndani ya msikiti mkubwa barani Afrika, Jamiana Algeria, uliopo Algiers. Akiwa ndani ya msikiti huo, kiongozi huyo mkuu wa kanisa Katoliki duniani alivua viatu vyake na kutembea peku, ishara ya heshima iliyogusa nyoyo za wengi. Jeshi la Marekani limesema litaanza kutekeleza amri ya kuzuia shughuli zote za baharini kwa meli zinazoingia na kutoka katika bandari za Iran siku ya Jumatatu. Meli zinazoingia au kutoka nchi zingine zitaruhusiwa kupita katika mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya maji ambayo Iran ilifunga kutokana na mashambulizi ya Marekani na Israeli. Hii inakuja baada ya wapatanishi kutoka pande zote mbili kushindwa kufikia makubaliano ya kusitisha vita vilivyoanza tarehe 28 Februari. Rais wa Marekani Donald Trump alisema mazungumzo ya moja kwa moja na Iran nchini Pakistan yalishindwa kwa sababu ya Iran haikuwa tayari kuachana na mpango wake wa nyuklia. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran alisema Marekani ilitoa matakwa mengi mno na maombi yasiyo halali. Asante sana Yasinta Robert kwa habari za kimataifa. Mtazamaji wetu, tukirejea tena ni habari za kimichezo na burudani.
Na habari za kimichezo na burudani, tuungane na Elliot Charles. Karibu katika uga michezo na burudani, tuangazie yaliyojiri viwanja mbalimbali hapa nchini na kimataifa. Ni mimi mwana michezo wako Elliot Charles. Mwendelezo wa NBC Premier League Tanzania Bara itaendelea wiki hii kwa michezo mbalimbali, ambapo leo hii kutakuwa na mchezo kati ya KMC watoto wa Kinondoni wakiminyana na wanajelajela Tanzania Prison uwanja wa KMC Complex, ambapo KMC wakishika nafasi ya mwisho wakiwa wamecheza michezo 18 na kuwa na pointi 8. Pia Tanzania Prison wakishika nafasi ya 15 wakiwa wamecheza michezo 18 na wamevuna pointi 13 mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania Bara. Pia siku ya kesho tarehe 15 kutakuwa na mwendelezo wa ligi kuu Tanzania Bara, ambapo kutakuwa na mchezo kati ya Fountain Gate wakiwakabisha Simba Sport Club uwanja wa Sheikh Amri Abedi mkoani Arusha, ambapo Fountain Gate wakishika nafasi ya 14 wakiwa na pointi 16 wakiwa wamecheza michezo yao 17. Pia Simba Sport Club wakishika nafasi ya pili wakiwa na pointi 36 kwenye michezo yao 17 waliocheza mpaka sasa. Mchezo mwingine utakuwa ni Coastal Union wakikaribisha Lima Zabibu kutoka Dodoma, utakaopigwa pale dimba la Mkokwani Stadium. Coastal Union ambaye yupo nafasi ya 14 wakiwa na pointi 16 kwa msimamo wa ligi kuu. Pia Dodoma Jiji wakiwa kwenye nafasi ya 8 wakiwa na pointi 24 kwenye michezo yao 18 waliocheza mpaka sasa. Na siku ya Alhamisi tarehe 16 mwezi huu, mabingwa watetezi wa ligi Tanzania Bara utaendelea. Young Africans wakakaribisha Mbeya City wakiminyana dimba la KMC Complex jijini Dar es Salaam mishale saa 12 jioni, ambapo Young Africans wakiwa na pointi 44 kwenye michezo yao 18 wakiwa nafasi ya kwanza. Pia wakati Mbeya City wakiwa nafasi ya 12 kwenye michezo yao 18 waliocheza mpaka sasa akiwa na pointi 17. Pia timu ya basketball pia Dar City inaendelea na mazoezi yake kuelekea mashindano haya ya Africans Basket baada ya kufuzu kwenye ukanda wa Kalahari Complex na kuwasubiria washindani wengine 4 kutoka ukanda wa Sahara Complex hata kufanyika pale Rwanda. Ulikuwa nami mwana michezo wako Elliot Charles Jonas wa Domeko TV. Asante sana Elliot Charles kwa habari za kimichezo na burudani. Kabla ya kuhitimisha taarifa hii, tazama tena muktasari wake. Wanafunzi wa chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma Domeko wametakiwa kutekeleza majukumu yao, kuachana na malalamiko ya mfumo wa masomo kwa vitendo kubadilishwa. Kimataifa, Papa Leo wa 14 kutembelea msikiti wa 3 kwa ukubwa wa duniani baada ya ule wa Maka na Madina. Na kwenye michezo, ligi kuu ya Tanzania Bara kuendelea tena wiki hii. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Domeko TV. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Jina langu ni Salha Masudi.